Chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema wameweza kutoa taarifa kuhusiana na hali ya mwenyekiti ama makamu mwenyekiti wa chama hicho Mheshimiwa John Heche. Amesema kwamba ana hali mbaya kiafya. Sasa hii ni barua ambayo walikuwa wameiandika kwa umma, sema kwamba taarifa kwa umma. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kina utaarifu umma kwamba makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche anaumwa na amezidiwa akiwa chini ya mahabusu ya kituo cha polisi Mtumba kilichopo jijini Dodoma. Leo ni siku ya 3 Mheshimiwa Heche hajala chakula huku akisumbuliwa na maumivu makali ya moyo, mwili, homa kali na anashindwa kuinuka. Tunalitaka jeshi la polisi kuchukua hatua za haraka na za kibinadamu kwa kumpeleka hospitali ili apate huduma ya matibabu stahiki. Afya na uhai wa mtu ni jambo linalopaswa kuchukuliwa kwa uzito mkubwa, hususan mtu anapokuwa mikononi mwa vyombo vya ulinzi na usalama. Imetolewa leo Alhamisi tarehe 30 Oktoba mwaka 2025 na kupigwa saini na Brenda Rupi ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi. Sasa Chadema bana wanasema kwamba John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chadema ambaye wanasema kwamba ameshikiliwa katika kituo cha polisi ambacho kinajulikana kama Mtumba ambacho kipo Dodoma, yupo katika hali mbaya sana. John Heche bana amekuwepo na matatizo mengi sana. Picha ilianza wakati alikamata kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania, wakati alikuwa anajaribu kuvuka mpaka kuja Kenya ama kuingia Kenya kwa ajili ya kwenda kushiriki msiba aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya hayati Raila Amolo Odinga. Baada hapo alikamatwa na amekuwa kihangaishwa sana na polisi. Sasa mwisho wa siku ameishia kuwekwa rumande na mwisho wa siku pia hali yake inazidi kuwa mbaya. Sasa kwa hiki ambacho nimekisema Chadema ni kwamba hali yake inazidi kuzorota na hapati huduma za kimatibabu ambazo anahitaji. Sasa wameomba jeshi la polisi kuweza kuhakikisha kwamba wanamwaisha hospitali kwa ajili ya kuanza kupata matibabu. Siku ya 3 ajala na hainuki na hana nguvu na ana tatizo la moyo na vitu kama hivyo. Lakini pia ripoti za hapo awali ambazo nilikuwa nimekuambia kuhusiana na watu zaidi ya 700 kuweza kufariki dunia kutokana na maandamano zimetolewa na Chadema hawa ambao wamesema kwamba kupitia msemaji wao ambaye julikana kama John Kitoka alisema kwamba watu 350 wameuawa Dar es Salaam pekee, lakini pia watu 200 wameuawa Mwanza katika haya maandamano ambayo yanazidi kushuhudiwa. Idadi ya watu ambao wamefariki kule Arusha haijatolewa rasmi, lakini idadi ya watu ambao wamefariki kutokana na maandamano Dar es Salaam unaambiwa kwamba ni zaidi ya watu 350, lakini kutoka Mwanza ni zaidi ya watu 200. Hii inaonyesha kabisa kwamba idadi ya watu ambao wamefariki dunia kutokana na maandamano hayo inawezekana ikawa ni kubwa zaidi ya hapo, kama endapo ripoti ambazo Chadema wanazitoa ni ripoti za kweli. Sasa hizi ni baadhi ya taarifa ambazo bado tunazifuatilia kwa karibu kutaka kujua majeruhi watakuwa ni wangapi na walioawa na kufariki dunia kutokana hiki watakuwa ni wangapi na hasara kiasi gani ambayo imeweza kusababisha mpaka kufikia sasa hivi wakati wanaelekea kwenye siku ya 4 ya maandamano ambayo yalianza Jumatano na mpaka leo hii hapa Tanzania bado inaonekana kuwa haina utulivu kabisa.